Wizara ya Maji yazitaka taasisi zake kuajiri vijana wanaohitimu fani mbalimbali ili kuimarisha uendeshaji na usimamizi wa miradi ya maji mijini na vijijini. Na katika michezo, klabu ya Simba inashuka dimbani leo mjini Bamako nchini Mali kucheza mechi ya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya wenyeji wake Stade Malien. Habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa nami Beatrice Eric ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Katika kipindi ambacho dunia inabadilishwa kwa kasi na teknolojia ya akili bandia AI, viongozi na wataalamu wa utawala barani Afrika wametakiwa kuikumbatia teknolojia hiyo badala ya kuikwepa, wakikumbushwa kuwa mustakabali wa bara hilo hautamsubiri mtu yeyote aliyenyuma na mwendo wa kidigitali. Jamila Omar anaarifu zaidi. Akizungumza jijini Arusha katika mahafali ya 50 ya Chuo cha Usimamizi cha Afrika Mashariki na Kusini ESAMI kwa wahitimu zaidi ya 300 wa ngazi ya cheti cha uzamili, stashahada ya uzamili, shahada ya uzamili yani masters na shahada ya uzamivu PhD, sambamba na mafunzo ya viongozi wa serikali na sekta binafsi. Waziri wa elimu wa Zambia Douglas Monsaka amesema ubunifu na teknolojia ndio msingi wa mabadiliko ya mifumo ya serikali, uchumi na elimu kwa bara la Afrika. Amesema kuwa katika miaka 10 pekee dunia imebadilika kwa kiwango kikubwa kupitia programu dijitali, data kubwa na akili unde yani AI, akisisitiza kuwa ubunifu sio anasa bali ni oxygen ya maendeleo ya kisasa. Question is not, swali sio kama tunapaswa kutumia AI au la. Swali ni tunaitumiaje kwa njia ya kimaadili yenye uwajibikaji kwa mikakati sahihi. Waheshimiwa mabibi na mabwana, wahitimu wanahimizwa kujifunza teknolojia zinazoibuka, kuziingiza katika sera, usimamizi na maendeleo ya mashirika. Baadhi ya wahitimu wa shahada ya uzamili akiwemo Teresia Mtewele na Innocent Mlimuka wamesema elimu walioipata ESAMI imewaandaa kubadili maisha ya jamii, huku wakisisitiza kuwa AI ni nyenzo muhimu ya kutatua changamoto za kiutawala na kukuza uwajibikaji wa taasisi barani Afrika. Wahitimu wengi tunahitimu lakini tafiti zetu pia hatuzichapishi. Niwaombe tuzichapishe kwa sababu tafiti hizo nyingi zina changamoto na majibu ya changamoto ambazo jamii ikizipata kwa kusoma au dunia zitaweza kufanyiwa kazi na kutoa solution. Artificial intelligence ni kitu ambacho hakiepukiki, ni kitu ambacho kinasaidia kuongeza ufanisi. Mgeni rasmi amehitimisha kuwa wahitimu wa mwaka huu wanaingia kwenye uongozi wakati ambao Afrika inahitaji watu wanaoweza kuunganisha mila, maadili na teknolojia ili kujenga mifumo bunifu, salama na yenye kuwafikia wananchi. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila kwa taarifa hiyo. Waziri wa Maji Juma Aweso amezitaka taasisi za sekta ya maji kutoa nafasi kwa vijana wanaohitimu fani mbalimbali ili kuimarisha utekelezaji, uendeshaji na usimamizi wa miradi ya maji mijini na vijijini, huku akiwataka vijana kutumia changamoto zilizopo kwenye sekta ya maji kama fursa ya kubuni masuluhisho. Tupate taarifa zaidi. Waziri Aweso ameyasema hayo wakati wa mahafali ya 49 ya Chuo cha Maji jijini Dar es Salaam, ambapo pia amesema wataalamu hao watumike kama nguvu kazi itakayoimarisha na kuongeza ufanisi wa kiutendaji ili kusaidia katika kuboresha huduma za maji nchini. Tume nafasi hii kumshukuru Mungu lakini kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, moja kwa kuanzisha Wizara ya Vijana. Leo nimepata nafasi ya kuhudhuria kuwa mgeni rasmi wa mahafali ya 49 ya wahitimu wa Chuo cha Maji. Lakini changamoto kubwa ni vijana wetu ni swala zima la ajira. Wizara ya Maji imejizatiti kwa maana tuna miradi mingi ambayo imefanywa na uwekezaji na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa tumetoa maelekezo kwa Mheshimiwa Rais, kwa Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu wa Wizara ya Maji kuangaza nafasi mbalimbali katika maeneo ya vijijini, mijini, katika mabonde yetu
katika kusimamia na kuendeleza miradi yetu ya maji ili iendelevu. Awali mkuu wa chuo cha maji Dr. Adam Karia alisema chuo hicho kimekuwa kikiboresha mitaala yake ili kuhakikisha kinakidhi mahitaji kulingana na wakati uliopo, lakini pia wataalamu wanaohitimu wanakidhi vigezo na sifa na ujuzi unaotakiwa. Mahafali ya leo ya chuo cha maji ni mahafali ya 49 tokea kuasisiwa kwa chuo cha maji mwaka 1974. Kwa hiyo utaona ni safari ya muda mrefu, lakini jambo moja zuri sana bora kwa mwaka huu ni kwamba tumeongeza wahitimu kutoka 694 mwaka jana. Sasa wahitimu wa mwaka huu ni 881, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa na chuo hiki tokea kimeasisiwa mwaka 74. Aidha, vijana wahitimu kwenye chuo hicho wameahidi kwenda kujibu maswali kuhusu changamoto na mahitaji yaliyopo katika soko la ajira, namna watakavyotumia ujuzi wao kuboresha huduma za maji nchini. Juma Mohamedi, Channel 10. Halmashauri ya wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma imeanza kutekeleza agizo la mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro kwa kuanzisha doria za usiku na mchana katika ziwa Tanganyika ili kudhibiti matukio ya uvamizi na ujambazi unaofanyika katika ziwa hilo. Hivi karibuni Channel 10 iliripoti kuwepo kwa matukio ya ujambazi ambapo wavuvi waliomba serikali kuingilia kati matukio hayo ili waweze kunufaika na fursa ya mikopo iliyotangazwa na Rais wakati wa hotuba yake ya uzinduzi wa Bunge la 13. Ifuatayo ni taarifa zaidi kutoka kwa Mwajabu Hoza. Akizungumza na wananchi pamoja na wavuvi katika wilaya ya Uvinza, mkuu wa wilaya hiyo Dina Mathamani ameagiza vyombo vya ulinzi na usalama kufanya doria za kudhibiti wizi na ujambazi katika ziwa Tanganyika, ikiwa ni maagizo ya mkuu wa mkoa wa Kigoma. Wilaya ya Uvinza ambayo imepokea maboti mawili ya mwendo kasi inaelezwa itakuwa kichocheo cha kudhibiti matukio hayo kwa kuwepo kwa doria katika mwalo wa Muyobozi, kijiji cha Mwakizega. Kwanza tutaanza na wiki 2 mfululizo, usiku na mchana. Tutakuwa tunahakikisha kwamba tunazuia na kupambana na uhalifu ndani ya ziwa Tanganyika. Lakini la pili ni kuhakikisha matukio ya kijinai yanapungua na kumalizika katika maeneo haya. Lakini pia kuhakikisha wahamiaji haramu katika maeneo haya ya mwambao wanakamatwa. Kwa upande wao, baadhi ya wavuvi na wananchi wa kijiji cha Mwakizega kilichopo mwambao wa ziwa Tanganyika wanasema uwepo wa maboti hayo utasaidia kudhibiti ujambazi ambao umeelezwa kuwa kikwazo cha maendeleo ya wavuvi. Tunashukuru sana kwa ujio wa mkuu wa wilaya wetu kuletea doria hii. Inatusaidia kwa zaidi kwa sababu tumenyanyasika sana kwa muda mrefu. Kwa operesheni hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli ni operesheni ambayo itatusaidia sana sisi wavuvi wa mkoa wa Kigoma, hususan katika ziwa Tanganyika ile hapa. Vile vile tunawaomba tu kwa kichoongea kiwe ambacho kimekwenda fasaha na kiende hivyo hivyo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro anaeleza kuwa kuwepo kwa doria za kila mara itasaidia kuondoa matukio ya uvamizi katika ziwa Tanganyika. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba tumekuja vyombo vyote vya ulinzi na usalama kwa maana kuu ya mkoa na ya wilaya ya Uvinza kuona haya mazingira ili tujipange vizuri kuhakikisha kwamba hakuna tena unyang'anyi wa boti ya Watanzania kwenye eneo lao. Lakini wahakikishie wavuvi wa Tanzania kwamba kama tunavua kwenye maeneo yetu na wale ambao walikuwa wanafanya mambo ya uhalifu ya hovyo hovyo hatutawavumilia, tutachukua hatua kali. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Maonyesho ya wiki ya usafirishaji yakiendelea katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam, wakala wa vipimo Tanzania wamejipanga kuendelea kutoa huduma bora na za kisasa kwa wateja wake ambao wamekuwa wakinufaika na maboresho yaliyofanyika ambayo yamekuwa na tija ya kurahisisha upatikanaji wa huduma za vipimo. Hayo yameelezwa na afisa vipimo mkuu WMA mkoa wa Ilala Timotheo Frederick wakati akizungumza na Channel 10, ambapo ameweka wazi dhamira yao ya kuendelea kuboresha huduma mbalimbali ikiwemo katika vituo vya kujazia gesi asilia ili kuongeza ufanisi na urahisi kwa wateja wake. Kwa hiyo tuna kituo chetu cha kisasa kilichopo Misugusugu ambacho malori hayo yanahakikiwa kila baada ya mwaka mmoja. Lakini tunajua pia kwenye sekta ya usafirishaji
tunasafirisha au tunatumia kokoto na vifusi. Yale malori na yenyewe yanakaguliwa kwa kila mwaka ili kuweza kujua ni cubic mita kiasi gani ambacho mtumiaji anaweza kubeba. Viongozi wa dini ya Kiislamu mkoani Njombe wamewataka vijana na wananchi kwa ujumla kujiepusha na vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani, huku pia wakisisitiza kuwa amani ndiyo nguzo muhimu inayoiweka jamii katika hali ya kufanya shughuli za kiuchumi na kuendeleza vizazi na vizazi. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na viongozi hao mkoani hapa wakati wa dua maalum la kuombea amani ya Tanzania iliyofanyika kwenye msikiti wa BAKWATA wa wilaya ya Njombe, ambapo wamesema amani iliyodumu kwa miaka mingi chini ya matokeo ya juhudi za waasisi wa taifa hili, hivyo ni wajibu wa kila Mtanzania kuendelea kuilinda na kuitunza. Kutokana na hali hiyo, tumeingia katika itikafu hii kumkimbilia Mwenyezi Mungu kwa dua na ibada, kuwaombea wote waliofariki na waliopata hasara. Tunamwomba Mola wetu awape badili ya vitu walivyovikosa, na tunamwembeleza Mwenyezi Mungu atushike mkono katika kutafakari njia sahihi ya kuvusha nchi yetu. Leo vijana wazee pamoja na wao na walemavu, ukiachukulia hii mambo ya juzi 29 utakuta kwamba kunapatikana athari kubwa sana. Athari hiyo haiendi kwa mtu mmoja, inaenda kwa taifa zima. Kwa upande wake, Shehe wa mkoa wa Njombe Rajabu Msigwa amesema amani ni tunu kubwa ambayo inapaswa kulindwa kwa nguvu zote. Lakini pia inatuwezesha hata sisi ile amani kupata haki yetu. Moja haki ya mja kwa Mungu wake. Lakini ile kuanzia tarehe 29 ilipovurugika amani, kuna baadhi ya ndugu zetu hawakuweza kupata yao kuchuma. Nao baadhi ya waumini walioshiriki dua hiyo maalum wakizungumza juu ya umuhimu wa kudumisha amani katika taifa wamesema, na mwenye matumaini ya kubaki hapa atabaki na majivu wakati nchi tumeichoma moto. Kwa hiyo vijana wawe wana akili timamu ya kufikiri sana kitu hata wanapata muhimuko wanachotakiwa kukifanya. Nikiripoti kutoka mkoani Njombe, mimi naitwa Michael Patrick kwa taarifa hiyo. Mtandao wa jamii ya usimamizi wa misitu Tanzania Mjumita umepata tuzo ya uhifadhi wa mazingira ijulikanayo Task Award for Conservation kutoka taasisi ya kimataifa ya 91 ikishirikiana na Prince William, ambayo imetolewa nchini Uingereza, ikiwa imelenga kutambua kazi kubwa na yenye mabadiliko chanya kwa jamii inayofanywa na taasisi hiyo hapa nchini. Akizungumzia tuzo hiyo mara baada ya kuwasili uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, mkurugenzi mtendaji Mjumita Rahma Jaidi amesema kitu kikubwa kilichochangia kutoa tuzo hiyo ni upekee wa miradi wanaotekeleza hapa nchini katika vijiji 503, ikiwemo utunzaji wa misitu ya asili, kutoa elimu juu ya utawala bora, ambapo wamewezesha jamii kusimamia na kuhifadhi misitu katika maeneo yao, jambo ambalo limeitatija kwa wananchi wanaozunguka misitu hiyo kwa kuwaingizia kipato katika vijiji vyao yatokanayo na mazao ya misitu hiyo. Sisi tulionekana tunazingatia sana pia masuala ya kijamii. Hatuzingatii tu uhifadhi, lakini pia tunaangalia namna gani wale wananchi ambao wanaishi kando kando ya misitu watanufaika na misitu yao. Kwa hichi ndicho ambacho Bi Rahma anasema barani Afrika yeye ni Mtanzania wa kwanza kupata tuzo hii tangu ianzishwe mwaka 2013, huku akieleza kilichochangia yeye kuipata kwa ni mazingira wezeshi yaliyowekwa na serikali katika masuala ya uhifadhi na sera nzuri kuelekea matumizi ya nishati safi ya kupikia. Changamoto ni nyingi bado kwenye maeneo mengi, hususan yale ambayo Mjumita kama Mjumita wale hajafanya kazi. Changamoto kubwa tunajua kwamba wananchi wanahitaji kula, wanahitaji kuishi maisha ya kawaida. Kwa hiyo unakuta matumizi mengi ya wananchi yanategemea misitu. Kwa hiyo sisi kama Mjumita tunaangalia ni namna gani ya kushughulikia hivi vyanzo vya uharibifu wa misitu. Kama ni kilimo, basi tunasaidia wananchi wafanye kilimo ambacho ni endelevu. Kama ni kuni, tunawasaidia wapate yale majiko banifu ambayo yatapunguza ile safari ya kwenda msituni kuchukua kuni. Anaweza kachukua. Tuzo hii itatufungulia mipaka kulingana na miradi tunayoandika, proposal tunazoziandika zitakuwa zinakubalia kiurahisi kutokana na tuzo tuliyopata. Kwa hiyo hii ni faida kubwa kujulikana Afrika Mjumita kama Mjumita na duniani kote kuwa sehemu ya uhifadhi Tanzania kwa ujumla. Kutoka
Viongozi wa dini katika kata ya Kisarawe mkoani Pwani wamejengewa uwezo kupitia semina maalum inayolenga kuwawezesha wanawake kushiriki kikamilifu katika uongozi na masuala ya haki za kiuchumi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuongeza usawa wa kijinsia katika jamii. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika mafunzo hayo, afisa ustawi wa jamii mwandamizi halmashauri ya Kisarawe Ibrahim Msafiri amesema mafunzo hayo yanayosimamiwa na shirika lisilo la serikali la UN Women Tanzania na kuendeshwa na wataalamu wa halmashauri ya Kisarawe yamehusisha viongozi wa madhehebu mbalimbali kwa dhumuni la kuleta mabadiliko ya kifikra ndani ya jamii ili kuwapatia wanawake fursa sawa za maendeleo. Leo tumekuja hapa kuwawezesha viongozi wa dini, taasisi za kidini zinazopatikana katika halmashauri yetu ya wilaya Kisarawe katika kata ya Kisarawe. Hatimaye tutakuja na mpango kazi ambao utawezesha ushiriki wa wanawake katika uongozi pamoja na fursa mbalimbali za kiuchumi ili kuendeleza na kudumisha amani, utulivu pamoja na haki sawa kwa binadamu wote. Tumeona kwamba taasisi za kidini ni taasisi ambazo zinaongoza kundi kubwa la watu. Kwa ni rahisi wao kufikisha elimu hii kwa jamii, kwamba wao wanakuwa na watu wengi sana. Tumeona wao wana uwezo wa kufikisha elimu hii kwa ukubwa zaidi. Baadhi ya viongozi wa dini walioshiriki katika mafunzo hayo wakiongozwa na Shehe Mkuu wa wilaya ya Kisarawe Ramadhani Kumbangulu wamesema watatumia nyumba za ibada kuelimisha waumini kuhusu umuhimu wa mwanamke kutambua haki zake sambamba na kuhamasisha wanawake kujiamini na kuwania nafasi mbalimbali za uongozi. Viongozi wa dini tuwaambie wasiwasahau wanawake kuwaingiza kwenye fursa ya kimaendeleo. Maana kuna ule kama tutawaacha manake ndio tunaingia kwenye mfumo dume. Tutakwenda misikitini, tutakwenda kwenye sehemu mbalimbali, mikusanyiko ya watu, tutakaa, tutawazungumzia, tutawaambia watu katika jamii, jamani, msisahau jambo hili, msisahau kina mama, msisahau wanawake, kwa sababu hawa ni muhimu sana katika taifa. Hata Mwenyezi Mungu amewaheshimisha sana wanawake. Mwanamke anapoelimishwa anakuwa na mabadiliko. Ule mfumo ambao ulikuwepo wa kumkandamiza mwanamke unakuwa haupo tena. Anajiamini, anafanya kazi kwa kujiamini. Naam, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Klabu ya Simba leo inashuka dimbani ugenini nchini Mali kucheza mechi yake ya pili ya hatua ya makundi kwenye mashindano ya klabu bingwa ya soka barani Afrika msimu huu, ambapo inakabiliana na wenyeji Stade Malien kwenye uwanja wa Machi 26 jijini Bamako. Hii itakuwa ni mechi ya pili kwa wekundu wa Msimbazi baada ya kucheza dhidi ya Petro de Rwanda ya nchini Angola mnamo Novemba 23 mwaka huu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Kwingineko katika ratiba za mechi za kimataifa leo, wawakilishi wengine wa Tanzania Singida Black Stars watakuwa uwanja wa New Amani Complex huko Zanzibar kuwakaribisha Stellenbosch FC kutoka Afrika Kusini, ikiwa ni mechi yao ya hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ikumbukwe kuwa mechi hii ambayo itafanyika saa 1 usiku kwa majira ya Afrika Mashariki itakuwa ni karata ya pili Singida Black Stars kwenye michezo ya hatua ya makundi katika mashindano ya kombe la CAF ngazi ya klabu mwaka huu, ambapo mnamo Novemba 22 mwaka huu Singida Black Stars walicheza dhidi ya CR Belouizdad ya Algeria. Na waendesha baiskeli mkoani Dodoma wamesema ukosefu wa mashindano ya mara kwa mara umesababisha mchezo huo kudorora, hivyo kuiomba serikali na wadau kusaidia kuandaa mashindano ili kulinda na kukuza vipaji vyao. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Wakishiriki mashindano ya mbio za baiskeli ya Spring Hill yaliyoandaliwa na Spring Hill Ventures ambao ni wamiliki wa shule ya awali na msingi ya Spring Hill Academy, wanamichezo hao wakiungwa mkono na chama cha baiskeli mkoa wa Dodoma wamebainisha changamoto hizo. Wakileta mashindano kama hivi huku Dodoma, wanawapa watu hamasa wale waendesha baiskeli, kwa sababu wapo watu wengi ambao wana vipaji vya kuendesha baiskeli, lakini kwa kuwa hakuna mashindano mtu anakuwa anakata tamaa ya kufanya mazoezi. Inafanyika kila mwaka mwezi wa 6, inafanyika kwa ajili ya kuchagua timu ya mkoa. Lakini tunakuwa hatufikii malengo, kwa sababu malengo ya kumwandaa mwanamichezo umwandae akiwa bado yuko shuleni. Mashindano hayo yamefanyika kwa lengo la kukusanya kiasi cha fedha zaidi ya shilingi milioni 100 ili kuwasaidia wanafunzi wa shule za msingi za serikali wenye uhitaji. Tuna wajibu wa kushiriki kwenye mambo ya msingi, sio mambo yasiyokuwa na maana. Tumeelewana vijana wenzangu
hili la kukusanya fedha kwa ajili ya kuwasaidia vijana wetu, ndugu zetu, watoto wetu lina maana kubwa sana. Tumepata watu wenye rika tofauti tofauti, umri tofauti tofauti, kwa hiyo tunafurahi sana kwamba tumepata watu katika sehemu mbalimbali za mkoa wa Dodoma, lakini pia nje ya Dodoma, pia nje ya nchi. Kauli ya serikali ni kuendelea kuunga mkono jitihada za wanamichezo na wadau mbalimbali wanaotumia michezo kusaidia jamii. Nguvu yako leo itaenda kumsaidia mtoto kupata madaftari, akapata mabegi, akapata viatu, akapata vifaa mbalimbali, akaenda shule. Nataka kuhakikishia kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tutaendelea kuweka nguvu na msukumo mkubwa. Zaidi ya waendesha baiskeli 150 wameshiriki mashindano hayo yaliyofanyika katika barabara za mji wa serikali Mtumba kwa mara ya kwanza. Amani Mbando, Channel 10 Michezo, Dodoma. Amani Mbando kwa kututimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha asubuhi njema. Tafadhali baki nasi. Mimi ni Beatrice Eric.